Usiku wa jana Simba ilikuwa uwanjani ikiumana na Mbeya City katika mechi ya ligi kuu bara, lakini gumzo mtaani na hata mtandaoni ni ishu ya Selemani Matola, kocha msaidizi anayekaimu ukocha mkuu kwa sasa katika timu hiyo. Ndiyo, Matola ndiye aliyeongoza timu katika mechi hiyo iliyopigwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo baada ya Dimitri Pantev kusitishiwa mkataba mapema wiki hii, ikiwa ni siku chache tangu Simba ipoteze mechi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika. Simba iliyopo kundi D ilianza na kipigo cha bao 1-0 mbele ya Petro Atletico ya Angola, kisha mabao 2-1 kwa Stade Malien na kufanya uongozi kumteba Pantev aliyeajiriwa Oktoba 3 mwaka huu kama meneja mkuu, ambapo alihudumu nafasi hiyo kwa siku 61, japo ndiye aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Uongozi wa Simba ulitangaza kuachana na Pantev na wasaidizi waliokuja nao na unatafuta kocha mkuu mpya, lakini Matola akiendelea kusalia na kuzua gumzo, baadhi wakihoji kwa nini hapewi timu moja kwa moja na wengine wakihoji sababu za kubakizwa kila wenzio wanapotimuliwa. Nyota na nahodha huyo wa zamani wa Simba na Taifa Stars alitua Msimbazi kama kocha msaidizi Disemba 2019 akitokea Polisi Tanzania, na tangu hapo jamaa amefanya kazi na makocha 9 wa kigeni na mmoja mzawa. Kila kocha mkuu anayeajiriwa Simba, Matola huwa msaidizi na kocha mkuu husika akiondoka klabuni kwa kufutwa kazi au kwa dili zake binafsi. Kocha huyo mwenye leseni A ya CAF hukaimishwa timu, lakini hajawahi kupewa moja kwa moja awe kocha mkuu. Kuna wanaoamini ni zamu ya Matola kupewa jumla timu, kwani tayari alijiunga akiwa na kigezo cha kuwa msaidizi, hadi sasa akikidhi kigezo cha kusimama kama kocha mkuu kutokana na kupata nafasi ya kusoma akiwa na klabu hiyo aliyoitumikia awali kama mchezaji na anayejua ligi ya Tanzania. Hapa chini ni makocha waliopita na kufanya kazi na Matola kisha kumwacha klabuni, huku ikielezwa ni kati ya wanaoaminika na uongozi wa ufanisi wa kazi, nidhamu kubwa alionayo na heshima aliyojiwekea enzi akiitumikia timu hiyo, mbali na vigezo alivyonavyo. Wa kwanza ni Pantev. Dimitri Pantev alitambulishwa Oktoba 3 kama meneja mkuu mwenye taaluma ya ukocha. Ameiongoza timu hiyo katika mechi 5 za mashindano ikiwemo ya ligi kuu na 4 za ligi ya mabingwa Afrika kabla ya juzi kusitishiwa mkataba. Kutoka Oktoba 3, 2025 hadi Disemba 2, 2025 ni siku 61 zilizohitimisha maisha ya Mlugaria huyo ndani ya Simba Sports Club baada ya uongozi kusitisha mkataba kwa makubaliano ya pande mbili, na Matola amekaimishwa na kuiongoza timu kwa sasa, ikielezwa anatafutiwa kocha mpya. Wa pili ni Fadlu Davids na Matola. Septemba 22, 2025 mkataba wa Simba na Fadlu Davids ulifikia tamati baada ya kocha huyo raia Afrika Kusini kujiunga na Raja Casablanca Morocco aliyokuwa akiinoa awali kabla ya kuja Tanzania. Kocha huyo ameondoka akiwa ameitumikia kwa siku 444 tu na kurejea Raja ambako siku za nyuma alikuwa kocha msaidizi. Kuondoka kwa Fadlu na wasaidizi wa 4 kulitokea siku 6 tu baada ya mchezo wa watani wa jadi Simba na Yanga, yaani dabi ya Kariakoo uliochezwa uwanja wa Benjamin Mkapa Septemba 16 na timu kubaki mikononi mwa Matola kabla kuletwa kwa Pantev. Watatu ni Benshika na Matola. Abdelhaki Benshika raia wa Algeria alijiunga na kikosi hicho Novemba 24, 2024 akitoka kuipa Osma ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika kwa kuibwaga Yanga kwa faida ya mabao mengi ya ugenini baada ya sare ya mabao 2-2 na kubeba pia CAF Super Cup kwa kuifunga Al Ahly ya Misri. Simba ilisitisha mkataba na kocha huyo kwa kile kinachofahamika ni kutokana na matatizo ya kifamilia ya kuuguliwa huko Algeria, akiwa amedumu kwa siku 156 tangu alipotambulishwa akichukua nafasi ya Roberto Oliveira maarufu kama Robertinho na timu kuachwa chini ya Selemani Matola. Tangu alipokuwa na Simba, Benshika aliongoza timu hiyo katika mechi 21 katika mashindano mbalimbali ikiwemo ya ligi kuu bara, ligi ya mabingwa Afrika, kombe la shirikisho la Azam na ligi ya muungano iliyorejea hivi karibuni. Katika ligi kuu aliongoza mechi 11, timu ikishinda 6 kutoka sare 3 na kupoteza mechi 2 ikifunga mabao 18 na kufungwa 8. Wa 4 ni Robertinho na Matola alitokea Vipers ya Uganda na kipigo cha mabao 5-1 cha Novemba 5, 2023 kutoka kwa Yanga kilikuwa ni cha kwanza kwa Roberto Oliveira maarufu kama Robertinho tangu alipojiunga na timu hiyo Januari 3, 2023 na kudumu kwa siku 310 tu hadi Novemba 9 mwaka huo, lakini ikawa tiketi ya kuondoka na kumwacha Matola. Watano ni Mgunda na Matola. Juma Mgunda alikabidhiwa kijiti cha kuinoa Simba kama kocha wa mpito mnamo Septemba 7, 2022 siku chache kabla ya kuondoka kwa aliyekuwa kocha wa timu hiyo Msebia Zoran Make aliyedumu kwa siku 70 ikiwa sawa na mwezi mmoja na siku 10 tu. Kibarua cha kwanza cha Mgunda kilikuwa kuisimamia Simba katika mechi ya kwanza raundi ya awali za ligi ya mabingwa Afrika ikiwa ugenini dhidi ya Nyasa Big Bullets ya Malawi na kuibuka na ushindi mabao 2-0 siku 3 tu baada kupewa timu ya kifungwa na Moses Firi na John Boko. Katika mechi 16 za ligi kuu ambazo Mgunda aliongoza Simba, alishinda 11, sare 4 na alifungwa mchezo mmoja tu dhidi ya Azam FC. Jumla ya pointi alizokusanya ni 34, huku 9 zikiwa na Zoran Make na moja ya Selemani Matola dhidi ya KMC zikitoka kwa sare ya mabao 2-2. Hivyo timu ikawa na jumla ya pointi 44. Nje na mechi za ligi kuu bara, ligi ya mabingwa Afrika alizozisimamia Mgunda ameshinda zote na moja ya kombe la shirikisho la Azam. Wa 6 ni Zoran Make na Matola. Zoran Make aliondolewa huku akikimbizana na rekodi ya aliyewahi kuwa kocha wa Yanga Zlatko Krimpotik aliyeshikilia rekodi ya kudumu kwa muda mchache kwenye timu. Septemba 6, 2022 Simba ilitangaza kuachana na kocha Zoran Make ambaye alikuwa na mkataba
mwaka mmoja baada ya makubaliano na pande zote mbili, akiwa na timu kwa siku 67 na kumwacha Matola akijijengea ufalme ndani ya timu hiyo kutokana na kuiongoza timu kwa muda mrefu akiwa kocha msaidizi. Zoran alitambulishwa Juni 28 kuchukua nafasi ya Pablo Franco na kuondoka Septemba 6 akiongoza timu katika mechi mbili za ligi kuu bara alizoshinda dhidi ya Kagera Sugar mabao 2-0 na Geita Gold mabao 3-0. Wasaba ni Pablo Franco na Matola. Simba ilithibitisha kuvunja mkataba na kocha Pablo Franco Martin baada ya kutoa taarifa hiyo kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo mtandao wa Instagram, huku pia akimtakia kila laheri kocha huyo kwa kuiwezesha timu hiyo kutoa ubingwa wa kombe la Mapinduzi na kufika robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuondoka kwa Pablo kulikuja siku chache baada ya timu hiyo kuondoshwa nusu finali ya kombe la shirikisho la Azam kwa kipigo cha bao 1-0 kutoka kwa Yanga kwenye uwanja wa CCM Kirumba mkoani Mwanza na timu kuachiwa Matola aliyekuwa msaidizi wake. Pablo alitua nchini kuchukua nafasi ya Mfaransa Didier Gomes da Rosa aliyetimuliwa Oktoba 26, 2022. Wanane ni Gomes na Matola. Oktoba 26, 2021, Simba iliachana na kocha Didier Gomes da Rosa baada ya makubaliano ya pande mbili, siku chache baada ya timu hiyo kuondoshwa ligi ya mabingwa Afrika na Jwaneng Galaxy ya Botswana ilipokubali kichapo cha mabao 3-1 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Gomes alitua nchini akichukua nafasi ya Mbelgiji Sven van de Broeke ambaye alikiongoza kikosi cha Simba kwenye mechi 33 huku akishinda mechi 25, sare 4 na kupoteza 4. Kutokana na hatua hiyo, aliyekuwa kocha msaidizi wa timu hiyo Thierry Hetimana ndiye aliyechukua mikoba ya Gomez akisaidiwa na Selemani Matola. Wa 9 ni Sven na Matola. Huyu ndiye aliyekuwa kocha wa kwanza wa kigeni kufanya kazi na Matola mara baada ya kocha huyo mzawa kujiunga na Simba kitokea Polisi Tanzania. Sven van de Broeke aliachana na Simba siku chache baada ya kushinda mabao 4-0 kwenye uwanja wa Mkapa dhidi ya FC Platinum ya Zimbabwe katika ligi ya mabingwa na kusonga hatua ya makundi na timu kuwa chini ya Matola kwa muda. Aliondoka Simba ikiwa nafasi ya pili kwenye ligi baada ya michezo 15 na pointi 35, ikifungwa 2 na sare 2, ikishinda 11 na kutimkia FAR Rabat ya Morocco. Na Januari 24 Simba ikamtangaza Didier Gomes da Rosa kama kocha mkuu akitokea El Merreikh ya Sudani. Kwa upande wa kipa wa zamani Steven Nemes amesema Matola ana vigezo vyote vya kuwa kocha mkuu. Amepata nafasi ya kusoma akiwa na timu hiyo, hivyo ni muda sahihi kwa viongozi kumwamini na kumwachia timu. Amesema wanaweza kumpangia hata mechi ili aweze kuonesha alichonacho kutokana na kuwa na vigezo sambamba na uzoefu aliyoupata chini ya makocha aliyofanya nao kazi, na sasa ni muda sahihi kwake kujaribiwa. Imeandikwa na Sharit James na kusoma kwako na Hamza.